Habari zenu, mimi naitwa Andrew Kifua. Leo tutapenda kujadili kuhusu tabia au sifa za taarifa za kihesabu. Kutokana na bodi ya kimataifa za uhasibu, tunagawanya taarifa zile au sifa za taarifa za hesabu katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni lile taarifa za msingi, lakini kundi la pili ni taarifa ambazo zinasaidia kuwezesha taarifa za msingi ziweze kufanya kazi. Taarifa za msingi, ya kwanza ni umuhimu wa kitu ambacho kiko ndani ya taarifa za fedha. Taarifa za fedha lazima zionyeshe vitu muhimu ambavyo vitamsaidia mtumiaji wa taarifa hizo za fedha aweze kufanya maamuzi sahihi. Taarifa nyingine au sifa nyingine ya msingi wa taarifa za fedha ni faithful presentation. Tunasema uwakilishaji sahihi wa taarifa za fedha. Tunaposema uwasilishaji sahihi wa taarifa za fedha, tunamaanisha taarifa hizi lazima ziwe zimekamilika, zisiwe na mapungufu na zisiwe na mwelekeo wa kupendelea, lakini zionyeshe hali halisi ambayo inaendana na matukio ya kiuchumi au miamala iliyotokea katika muda husika. Baada ya hapo tunaongelea sasa ile tunaita enhanced authoritative characteristics of financial information, au ni taarifa ambazo zinatusaidia kuongeza au kusupport zile sifa za msingi za taarifa ya fedha. Ya kwanza ni lazima ziwe unaweza kulinganisha taarifa ya mwaka huu na ya mwaka jana, ili tuweze kuona kama kuna uelekeano kati ya taarifa ya mwaka jana na mwaka huu. Hiyo ni moja ya sifa ambayo ni muhimu katika kuongezea taarifa zile za msingi. Ya pili ni kuhakikisha verifiability. Kuhakikisha maana yake taarifa zile za kifedha ni muhimu, hata mtu ambaye mwingine yeyote akiweza mwenye maarifa ya uhasibu akiweza kupitia zile taarifa hizo aweze kupata hitimisho sawa na mtu yeyote ambaye anaweza mwenye taarifa mwenye maarifa ya uhasibu. Ya tatu tunasema muda, timelineess, kwamba muda wa zile taarifa za fedha lazima ziwe muda sahihi ili mtu aweze kufanya maamuzi sahihi. Na ya mwisho, lakini sio ya mwisho kwa umuhimu, ni kwamba taarifa zile lazima ziwe zinaeleweka, understandability, kwamba mtu yeyote akizisoma zile taarifa, hasa mwenye maarifa ya uhasibu na fedha, basi aweze kuzielewa zile taarifa zinatoa taarifa gani. Asante sana kwa kunisikiliza.